Watu wengi nimegundua hawajui kutumia mitandao ya kijamii. Na leo acha niwasanue namna gani rahisi ya kuweza kujua ni mtandao gani sahihi wa kutumia kwenye jambo fulani au aina fulani ya biashara. Acha tuanze na Instagram. Instagram inawafaa sana watu wanaofanya fashion na mambo ya lifestyle. Huku unaweza kukuza brand yako kwa urahisi, lakini pia inakufanya wewe kuendelea kuonekana na kujenga portfolio ya muda mrefu. Tukienda kwenye Facebook, ili ndio jukwaa la kipekee na la kitofauti kwa sababu linatumiwa na watu wa rika zote na ni watu wengi sana duniani wanaotumia jukwaa hili. Ndio jukwaa pekee linaloongoza kwa watumiaji wengi duniani. Sasa huku biashara zinazofaa nyingi ni za real estate na kilimo. Hasa kilimo cha mpango endelevu. Huku watu wengi utafuta taarifa zaidi na kutaka kujiunga kwenye jamii fulani au kikundi fulani ili kuendelea kupata muunganiko na maongezi ya hapa na pale. Tukiangazia TikTok. TikTok ni mtandao wa kipekee pia. Huku ni mwendo wa burudani tu. Huku sasa ndo sehemu pekee ambapo unawakuta Gen Z wamejaa na kuhakikisha wanapata burudani, lakini pia wanaendelea kupata jumbe ndogo ndogo za hapa na pale za kuweza kuendelea kuelimisha. Sasa huko biashara zinazouza sana ni elimu, muziki, lakini pia vituko kama comedy. Unapokuwa unafanya comedy sana kwenye jukwaa hili, unakuwa na nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri kwenye jukwaa kama hili. Na huku utakiwa kuwa serious sana, unatakiwa tu kuwa mbunifu zaidi na kufanya kwa style ya tofauti ili kuendelea kutengeneza jina lako na brand yako ya kitofauti kadiri siku zinavyosonga. Tukiangazia mtandao wa LinkedIn, ni mtandao wa kipekee sana. Huu mtandao watu wengi wamekuwa wakihisi ni mtandao wa watu ambao tayari wana status au ni watu ambao ni wako serious sana maisha, lakini kiuhalisia hata wewe Gen Z ambaye uko hapo mtaani unaweza kutumia mtandao huu na una fursa kama zifuatazo. Kama wewe ni biashara yako inauza kwa ajili ya biashara zingine, yani pengine unafanya biashara ambazo ni za kutoa huduma kwenda kwenye biashara zingine, au unauza bidhaa ambayo inaenda kununuliwa na kampuni nyingine, basi huu mtandao unakufaa kwa sababu ndo sehemu pekee business to business inatembea zaidi kuliko kawaida. Lakini pia kwa vijana ambao wanakuwa wanatafuta fursa za kazi, fursa za ajira, hili ndio eneo pekee la kuweza kupata fursa za ajira kwa urahisi kabisa bila kutumia nguvu nyingi. Muhimu, andaa CV zako na andaa vitu vyote vinavyohitajika, jenga portfolio, endelea kufanya upekuzi na kuendelea kupata kazi hizi.